Nataka tufungue kitabu Waebrania 11 mstari wa 3. Nataka mtu aliye haraka sana kufungua Biblia. Kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 3 imeandikwa. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Okay. Mstari wa 4. Hebu rudia hapo, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Hebu tuseme wote, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Nataka leo uelewe kitu kimoja kinachoitwa, njoo hapa Elias. Piga magoti hapa. Unajua nimekuambia nini? Unajua? Nafikiri utakuwa vizuri sasa. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Tukisema vitu vilivyo dhahiri tunasema nini? Hebu rudia hapo. Kwa imani tunafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa imani tunafahamu ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Hebu mtu mmoja asema ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho. Na mtu mwingine aseme ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa mwili. Mwingine aseme ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho. Mwingine aseme ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo nataka nikufundishe kuhusiana na ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Katika maisha ya kwetu tuna sehemu mbili tunazoishi. Yaani maisha yako katika pande hizi mbili. Kuna maisha katika ulimwengu wa roho, lakini kuna maisha katika ulimwengu wa mwili. Bwana asifiwe sana. Haya yote huyu mtu anaishi kote kote. Umeelewa? Kwenye ulimwengu wa roho kuna maisha ya kwako, lakini the same kwenye ulimwengu wa mwili kuna maisha ya kwako. Nini maana yake? Ulimwengu wa roho ndio ulimwengu mama uliouzaa ulimwengu wa mwili. Amen. Kabla ya ulimwengu wa mwili kulikuwa kuna ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulimwengu wa roho ndio ulimwengu uliozalisha vitu vyote vinavyoonekana. Kwa maana nyingine, ulimwengu wa roho ni ulimwengu usioonekana kwa macho ya damu na nyama. Amen. Ni sehemu ambako kuna maisha lakini hakuonekani kwa macho ya damu na nyama. Panaonekana kwa ulimwengu wa roho. Yaani kwa mtu kukaa rohoni anaweza kuona katika roho. Sema amen. Amen. Haya yote maeneo mawili huyu mtu mmoja anaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nini ambacho natamani uelewe? Usipoelewa pande moja kati ya hivi unakuwa hujakamilika, au kuna mahali utakuwa na mapungufu. Kuna vitu vitakuwa viendi sawa mahali, kwa sababu huelewi maisha yako ya pande moja. Mungu wakati anaanzisha vitu vyote alikuwa katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndipo akaanza kutengeneza vitu katika roho, alafu baadaye
tukaona matokeo katika mwili. Maana yake nini? Katika ulimwengu wa roho kunafanyika mchakato, na ulimwengu wa mwili ni matokeo ya ulimwengu wa roho. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Aje mama mmoja mwenye mtoto. Sema amen. Simama. Geukia huko. Huyu ni mama wa mtoto huyu, si ndio? Yes. Maana yake huu ni ulimwengu wa nini? Wa roho. Wa roho. Haleluya. Amen. Huu ni ulimwengu wa nini? Wa roho. Lakini huu ni ulimwengu wa mwili. Maana yake ulimwengu wa roho ni mama, afu ulimwengu wa roho ni nini? Mtoto. Nenda kakae. Sema amen. Pigie Yesu makofi. Amen. Kuna mtu ananielewa? Amen. Kwa mtu ananielewa? Amen. Kwa lugha nyingine, ulimwengu wa roho ni mchakato, alafu ulimwengu wa mwili ni matokeo ya mchakato. Umeelewa? Matokeo, chochote kinachoonekana kwa macho ya damu na nyama ni matokeo ya kilichofanyika katika roho. Chochote ulichofanikiwa kukiona kwa macho ni kitu kilichofanyika katika roho. Ulimwengu wa mwili ni matokeo ya ulimwengu wa roho. Kilichofanyika katika roho kimezalisha kitu katika mwili. Kwa nini nazungumzia hivi vitu? Ni kwa sababu wewe unaishi katika pande zote mbili. Sasa mtumishi, utajuaje kama ninaishi katika pande mbili? Kabla ya wewe kuwepo ulikuwako. In the book of Jeremiah chapter 1 verse 5 imeandikwa, Yeremia 1:5. Natamani mtu aliye haraka sana kwenye Biblia. Imeandikwa Yeremia 1:5, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Maana yake ulikuwako hata kabla ya kukaa ndani ya tumbo la mama yako. Wapi ulikuwako? Huko ni wapi? Tuone nani anayesema hivi. Soma mstari wa 4. Hebu turudie kusoma mstari wa 5. Wote tusome kwa sauti. Kama una Biblia angalia kwa mwenzako hivi. Afu ukitoka hapo ulifikirie, kwa nini niangalie kwa mwenzangu? Imeandikwa. Fungua Biblia yako, kila mmoja afungue Yeremia. Edha na Mtasha saidianeni kufungua Biblia hiyo, najua hapo. Yeremia 1:5. Tunasoma wote. 1, 2, bado yule kule anatafuta. Next Sunday itakuwa the Sunday of Bible. Kila mmoja aje na Biblia, azima hata kwa jirani. Amen. Sema amen. Azima Jumamosi, Jumapili kimbia nayo. Akija kukutafuta Jumapili haupo. Sema amen. Njoo na Biblia Jumapili. Itakuwa ni Jumapili ya Biblia. Kabla sijakuumba. Tunasoma wote 1, 2, 3. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Tunarudia tena. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Haya. Sasa kabla sijaumba nilikuwa wapi? Hebu soma mstari wa 4. Neno la Bwana lilinijia kusema. Bwana ni nani? Tukiona herufi kubwa mwanzo, ujue Bwana ni nani? Mungu. Bwana ni Mungu. Mungu ni nani? Soma John 4:24. John 4:24. Yohana 4:24. Imeandikwa, Mungu ni roho. Kwa hiyo kumbe huyu Bwana ni nani?
Ni roho. Kwa hiyo kabla sijakuumba nalikujua. Kwa hiyo maana yake wewe ulikuweko katika kwa Bwana. Maana yake ulikuweko katika ulimwengu wa roho. Kabla hujaingia katika tumbo, maana yake tumbo unaweza ukaonekana. Ukiingia ndani ya tumbo la mama yako unaweza kuonekana. Maana yake tayari umeingia kwenye ulimwengu wa nini? Wa mwili. Sema amen. Amen. Maana yake kinachoonekana kiko katika ulimwengu wa nini? Wa mwili. Sasa kabla hakijaonekana kilikuwa wapi? Kilikuwa katika roho. Kwa matokeo yoyote yanayoonekana kwa damu na nyama yanatengenezwa katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Sema amen. Amen. Ndio maana nakwambia ulimwengu wa mwili ni matokeo ya nini? Ya ulimwengu wa It's a reaction. Ni kama reflection. Results, matokeo ya ulimwengu wa roho. Ya ulimwengu wa nini? Wa roho. Chochote kinachoonekana katika mwili kilishakuweko. The Bible says in the book of Genesis 1:1, in the beginning God created. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, si ndio? Tunaona Mungu anasema aliumba mbingu na nchi, alafu tunaanza kuona mchakato wa Mungu kufanya nini? Tutaiona roho inatulia juu ya uso wa maji. Maana yake inakuonyesha kwamba matokeo ya yote utakayoyaona baada ya roho kutokea juu ya uso wa maji yametoka katika roho hii. Umeelewa? Hebu soma mstari wa pili, Mwanzo 2. Mwanzo 1:2. Mwanzo 1:2 nasema. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mwanzo 1:2. Nayo nchi ilikuwa ukiwa. Nayo nchi ilikuwa ukiwa. Tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Imeandikwaje hapo mbele? Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho ya Mungu ikafanya nini? Mungu alijua kwamba hapa siwezi kusababisha matokeo yoyote kama roho yangu haitatulia juu ya uso wa maji. Yes. Manake ili kuwa kuna matokeo lazima kuwa kuna uhusisho ulimwengu wa nini? Wa roho. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Chochote unachokitaka kwenye maisha yako kinatengenezwa rohoni. Lolote ambalo limetokea au lipo kwenye maisha yako limeanzia rohoni. Hakuna matokeo unayoyaishi yanayoonekana kwenye macho ya damu na nyama ambayo hayakuanzia rohoni. You understand? Amen. Ndio maana kuna mtu anadili na wewe rohoni, anamalizana na wewe rohoni wakati wewe umelala, afu anatulia, afu kesho asubuhi anakuja kukagua, nilichokifanya jana kimetimia kweli? Anakukuta una kichomi. Sema kwa jina la Yesu. Mungu nipe maarifa. Mungu nipe maarifa. Kwa kwenye ulimwengu wa roho ndiko kuna matokeo, ndipo kuna mchakato wa matokeo yanayoonekana katika mwili. Maisha yako hivyo yalivyo ni kwa sababu ya mchakato uliopo rohoni. Mwambie jirani yako, maisha yako hivyo yalivyo. Maisha yako hivyo yalivyo. Rudia tena, mwambie maisha yako hivyo yalivyo. Maisha yako hivyo yalivyo. Ni mchakato uliofanyika rohoni katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Hebu soma Zaburi ya 24 mstari wa kwanza. Imeandikwa, nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakaao ndani yake. Hiyo 24:1, si ndio? Yes. Maana nimeiweka misingi yake juu ya bahari, na juu ya mito ya maji alithibitisha. Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Mtu aliye na mkono safi na moyo mweupe. Soma mstari wa kwanza tena, rudia. Nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Manake matokeo yoyote ya nchi na vyote vilivyoujaza ni mali ya nani? Ya Bwana. Tulimwona Bwana ni nani? Ni Mungu. Ni Mungu. Mungu ni nani? Ni Roho. Unaelewa sasa?
Manake matokeo yoyote yaliyojaza nchi ni mali ya nani? Ya Bwana. Kwa hiyo matokeo yoyote yanayoonekana yanayoonekana hapa duniani yamezalishwa na kitu fulani katika roho. Kabla ya uumbaji wowote ambao unauona duniani, kuna vitu vilikuwepo katika roho. Watu sasa hivi ukiona mtu anafanya ibada, manake anaingia kwenye ulimwengu wa roho. Tafsiri sahihi, unaelewa? Ukiona mtu anapiga magoti, anaongea na mtu ambaye wewe humuoni, usimpuuze. Na huyo mtu anamwita Mungu, manake anaingia kwenye ulimwengu wa roho. Amen. You understand? Si unanielewa? Ukiona mtu amekaa anaongea peke yake, usimcheke. Ukiona kuna mwanaume fulani alimuona mwanamke anaomba, anasema huyu naye amelewa. Yes. Lakini alikuwa anaongea na ulimwengu wa roho, umpatie majibu. Ukiona mtu anafanya ibada sana, anaenda kufanya mchakato ili apate matokeo mwilini. Amen. Wewe maisha yako hivyo yalivyo kwa sababu ya mchakato uliofanyika kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Usimwachie mwingine ulimwengu wako wa roho. Amen. Umeelewa hapo? Usimwachie mwingine ulimwengu wako wa roho. Usimwachie mchawi ulimwengu wako wa roho. Maanake ukiwa hauna maarifa, ukiwa udili na ulimwengu wako wa roho, ukiwa ufocus na ulimwengu wako wa roho, ukiwa hauko busy na ulimwengu wako wa roho, kuna watu wanakuwa busy na ulimwengu wako wa roho, wanakuchafua, wanakuharibu. Ukitoka hapo, unatoka na vitu visivyofaa, kumbe vimetengenezwa rohoni. Kuna mtu anachukua jina lako anaenda kulitwanga, unatwangwa kwenye maisha. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna mtu anachukua picha yako anaenda kuigongelea polini kwenye mti, alafu anaanza kukata mizizi ule mti, haumalizi mwaka unakufa. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sitauacha ulimwengu wangu wa roho kwa maadui zangu. Kwa maadui zangu. Nikwambie kitu, ukiona jambo lako linaenda kombo, kuna mtu kalikamata rohoni, analifanya hilo jambo linaenda kombo. Sema amen. Amen. Kwa sababu wewe haukudili nalo rohoni. Maisha yako ya mwilini yanategemea ulimwengu wa roho. Na key or door to get in the spirit is worship. Fanya ibada. Amen. Ukiona mtu anahudhuria ibada sana, anaenda kufanya michakato yake kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Kwa lugha nyingine tunasema process. Process inatakiwa iwe nini? Inasimamiwa. Unaelewa wewe? Amen. Unanielewa? Amen. Chochote kinachoendelea kwenye maisha ya mwilini kiliendelea katika roho kabla. Yes. Wewe unaumwa ugonjwa ambao hauponi kwa sababu tayari ulishatengenezeka rohoni. Usimwachie ulimwengu wako wa roho mwingine. Amen. Usimwambie mtu niombee, omba mwenyewe. Amen. Sema amen. Amen. Usimwambie mtu nifanye nini, niombee, omba mwenyewe. Kwa sababu ulimwengu wako wa roho hakuna anayeuelewa vizuri zaidi yako. Amen. Hata mi prophet I can see in the spirit, but siwezi kwenda perfectly kama wewe unavyoelewa. Yes. Wewe unazitambua ndoto zako. Wewe unajua ndoto zako. Yaani unavyoota unajua. Amen. Kwamba leo niliota nilikuwa nakabwa na ninaona aibu kumwambia mwenzangu kwamba nimekabwa, na kati alinisikia jana naomba, itakuwa ni aibu. Leo nimewangiwa. Wewe ndo unajua. Leo niliota nafukuzwa na nyoka. Leo niliota nadondoka. Ishara za ulimwengu wa roho unazijua wewe, kwamba hii ishara sio nzuri. Yaani mimi kuota nafukuzwa kila siku, mimi kuota najifungua kila siku, mimi kuota naolewa kila siku, mimi kuota nafanya mapenzi na mwingine kila siku. Wewe ndo unauelewa huo ulimwengu wako wa roho. Hiyo ni ishara mbaya. Usisikitike tu baada ya kuamka, usisikitike. Deal with your realm. Yeah. Kila mtu aliumbwa na ulimwengu wake wa roho. That's why Jeremiah imeandikwa kwamba before, kabla
sijakuumba nalikujua, kabla hujaingia tumboni mwa mama yako nalikutakasa. Maana yake kuna kitu kinaanzishwa kwenye ulimwengu wa roho kabla hakijapia katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna vitu haviwezi kuwa kwenye maisha kwako kama havijatengenezwa rohoni. Ni mfanya kazi mzuri sana, una deal sana na mambo ya mwilini that's good. Hicho ni kitu kizuri. Unafanya biashara, unakosa hadi muda wa ibada, nzuri sana hiyo. Kama unakosa hadi muda wa ibada, wewe uko busy sana na vitu vyako, hiyo ni nzuri. Lakini mambo yatakapoharibika, ndipo utakumbuka kwamba okay, kumbe nimesahau kuingia kwenye ulimwengu wangu wa roho. Wewe tatizo lako, ulimwengu wako wa roho unaingia unapolala. Na ushangai kama umekaa vibaya. Ogopa sana, unalala, unaota afu unaamka umesahau. Maana yake wewe haupo hata, yani hau exist kwenye ulimwengu wako wa roho. Umewachia wengine. Na wanasema okay, nyota ya huyu dada ni nzuri sana, na yeye yuko busy hata ashughuliki nayo. Okay, huyu dada anatakiwa kufanikiwa, sasa mafanikio yake yeye yuko busy na mambo yake, hata tuyatumie. Umesahau ibada, umesahau kudili na ulimwengu wako wa roho. Ukiona mtu anaomba ameingia rohoni kwake, anarekebisha mambo yake yakae vizuri. Ukiona mtu anafunga amesema sasa muda mrefu nimekula, maana yake muda mrefu amekaa mwilini. Ukiona mtu anasoma Biblia analisha ulimwengu wake wa roho. Watu wananielewa kwenye nyumba hii. Ukiona mtu anasoma Biblia anaingiza maarifa, the same kama unavyoingiza maarifa katika maisha ya mwilini, the same in the spirit you have to learn. Unatakiwa kujifunza pia. Sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Wewe unataka kuombewa tu shosti, unataka kuombewa tu, uko busy sana na mambo yako kwenye ulimwengu wa roho. Wewe ndio unauelewa vizuri, kwa sababu Mungu wakati anakupa ulimwengu wako wa roho, wakati anakuumba alikuwa anakupa. Yeremia alikuwa anapewa assignment yake, hakupewa yeye na mama yake, hakupewa yeye na baba yake, hakupewa yeye na ndugu yake, hakupewa yeye na mchungaji wake wala baba yake wa kiroho. Alipewa yeye mwenyewe. Amen. Apambane nayo na huo ulimwengu yeye mwenyewe. Wakati unakufa, hata ukimwita mama hakusaidii, hata ukimwita hakusaidii mtu. Wewe ndio unatakiwa udeal yourself. Kuna vitu in the spirit, you are alone my son, my daughter, you are alone. Uko peke yako kwenye ulimwengu wa roho. Yes. Tunaweza tukawa tumekaa hivi, lakini kwenye ulimwengu wa roho uko wewe mwenyewe hapo. Amen. Hamko wengi hivi kama ulimwengu wa mwili. Ndio maana unachokipokea hakifanani na jirani yako. Amen. Mwangalie jirani yako, mwambie umeelewa kama mimi? Umeelewa kama mimi? Ameelewa tofauti na wewe, kwa sababu ulimwengu wake wa roho unamruhusu kuelewa according to vile alivyojiandaa, vile ambavyo amefungua moyo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini kuna mtu mwingine amesharudi nyumbani muda mrefu sana, yuko nyumbani anaangalia telemundo, mwingine anaangalia muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kwenye ulimwengu wa roho unatakiwa kuelewa kwamba hakuna anaweza kunisimamia mimi, natakiwa nijisimamie mimi mwenyewe, nipate tu msaada kwa wengine waliokuwa katika mimi. Mwenzako, mimi tayari niko busy na ulimwengu wangu wa roho. Ndio maana naweza kuingia kwenye maisha yako nikaona kinachoendelea na unidanganyi kitu. Unaweza kaja hapo unaomba vizuri na kujua jana umetoka kufanya dhambi. Amen. I knew, najua, nilijua na najua na nitajua. Au nabishi? Niangalie usoni. Mbona unaangalia chini? Sema amen. Amen. Mimi tayari nishaujua ulimwengu wa roho, how to get in the spirit. Kuna mtu hadi leo haelewi kuomba. Yaani anapojaribu kuomba anaomba maombi haya mawili, usingizi kalala. Hey, you will die. Mwambie jina langu utakufa. Utakufa. Kusoma Biblia sielewi. Sasa wewe manake uelewi hata ulimwengu wako wa roho. Hujui hata namna how I can get in my spirit. Namna gani roho yako ni yako wewe mwenyewe, lakini hujui hata kuitumia. It's dangerous. Hujui kuomba. Mimi huwa nasema siku zote, ukiona mtu ajue kuomba hajabanwa vizuri, akibanwa ataomba huyo utashangaa na analia. Bado hujabanwa vizuri. Sasa usisubiri muda wa kubanwa.
Mwambie yako usisubiri muda wa kubanwa. Usisubiri muda wa kubanwa. Anza kuomba sasa hivi. Anza kuomba sasa hivi. Ulimwengu wako wa roho unakusubiri. Ubadilishe maisha yako, hayapendezi maisha yako. Maisha yako hayavutii mwilini kwa sababu wewe uko bize na mwili ambayo haya ni matokeo tu wanangu. Ndio maana Daudi alifika mahali akasema vitu vyote ni ubatili. Batili. Kwa sababu haya ni matokeo. Usiishi kwa matokeo. Kuna story moja niliyopewa. Baba mmoja alikufa. Alivyokufa akaacha wosia. Akasema, wanangu nawapenda sana. Natamani mfanikiwe kama nilivyofanikiwa. Alikuwa amefanikiwa sana yule baba. Natamani mfanikiwe kama mimi. Sasa chini ya nyumba hii kuna mali nyingi sana. Kuna mali nyingi sana ambazo zitawafanikisha wote. Sasa bomweni nyumba, alafu ndaikuta hiyo mali chini. Wale watoto wakasema, oh, ewa. Haya si ndo mambo. Wakavunja ile nyumba. Kama chini kuna mali nyingi na katolea tu mfano wa zile mali. Akasema hii nyumba ni nini? Wakabomoa ile nyumba, wakaingia chini. Wakakuta kibegi. Wakasema, ewa, huko ndo kuna kila kitu. Kufungua kile kibegi kake na ujumbe. Akasema, tafuteni na jengeni pia ya kwenu. Tafuteni vya kwenu na mjenge nyumba ya kwenu. Na wameshafanya nini? Wamevunja nyumba. Hapa tunajifunza nini? Usitegemee matokeo aliyoyatengeneza mwenzako. Wewe mdada unaweza, nataka wa gari, aliyenunua mwenye gari. Namtaka mwenye kazi, mfanyakazi wa serikali. Mwenye hela. Ndo anioe mimi. Kama una hela weka mbali. Wewe ziko wapi? Wewe zako ziko wapi? Hebu angalia anakuambia wewe zako ziko wapi? Zipo. Wewe gari lako liko wapi? Lipo. Namtaka aliyefanikiwa. Kama una hela utabaki hivyo hivyo, utaolewa. Kwani la rush. Kwa nini usitafute deal? Usitegemee matokeo aliyotafuta mwenzako kwenye ulimwengu wake wa roho. Kila mtu ana siri yake, ni namna gani amefanikiwa. Kuna kitu alikifanya rohoni. Kuna kitu alikifanya rohoni kikampa matokeo. Ninatabiri kwenye maisha yako, ibada hii kasababishe matokeo. Amen. Nasema ibada hii kasababishe matokeo. Unashangaa. Sema ibada yangu itasababisha matokeo. Ibada yangu itasababisha kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Sema amen. Amen. So in the spirit, ulimwengu wa roho ndio unasababisha matokeo ya mwili. Amen. Kwenye ulimwengu wa roho tuingii kuomba hela. Tunaingia kurekebisha vitu fulani, alafu tukipiga mwilini kama matokeo. Kuna mtu katoka na upako. Yaani kabla ajenda kazini asubuhi kajivika maupako. Akienda bosi wake mwenyewe anatetemeka. Amen. Ana kibali cha ajabu. Bosi anaanza kusalimia shikamoo. Kwa sababu ya nini? Tayari umesharekebisha kwenye ulimwengu wa roho. Let me tell you something. Kwenye ulimwengu wa roho mambo yakikaa sawa sawa, kwenye ulimwengu wa roho unagusa tu. You place and vitu vina happen. Ukigusa tu kuna vitu vinatokea. Ukigusa kuna vitu vinatokea. Kwa sababu roho yako au ulimwengu wako wa roho umekaa shwari. Amen. Let me tell you something. Hem, soma mstari wa 3 mwanzo. Hurry up. Mungu akasema. Mungu akafanyaje? Iwe nuru. Soma nyuma mstari wa 2 kwa haraka. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso. Unaona maana yake ukiwa tena utupu. Hata wewe ni mkiwa, kuna mahali ni mkiwa, tena ni mtupu, kuna mahali ni mtupu. Na giza lilikuwa juu ya uso. Mjini giza huoni cha kufanya mwanangu, huoni biashara itakayokupa hela, huoni mume, kuna giza, huoni mafanikio, hakuna kitu kinachoenda. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Deal with your spirit. Yes. Deal na ulimwengu wako wa nini? Wa roho.
Ukisha deal na ulimwengu wa roho, ukiingia katika roho, ukairuhusu roho yako isimame kwenye position unayotaka, kwamba roho yangu, ninajua wewe roho is a image of God, it's a likeness of God. Yes. I know if nitakuwa na deal na roho yangu, nitaruhusu functionality of God's power in my life, nitaruhusu prosperity in my life. Alafu mstari wa 3 unasemaje? Inakuaje hapo? Mungu akasema iwe nuru. Kumbe akisema tu afu ikawaje? Ikawa nuru. Ndio maana nakwambia rohoni kukikaa vizuri hautumii. Sema uchawi basi. Wewe umezidi kuchawi. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni kwa sababu gani? Rohoni kuna vitu vimekaa sawa. Ingia rohoni. Utakapoingia rohoni ufanye nini unajua? Fumba macho yako. Kneel yourself. Bow down on your knees and begin to la prata katapala sotakatia kopapamo shapakatia. Ukija kuamka hivi paka mafuta oga, ondoka. Usipopata kazi mwanangu, acha maombi. Kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho, when you clear gadabamse baradila kuzuzuza baria tela, kuna vitu vina happen mwanangu. You send your prayer to the future. Amen. Sema amen. Amen. Wewe sometimes unatakiwa uongee na ulimwengu wa roho kwa lugha yake. Ambe you prano fradi classes utarade kuja mazuzade hapa. Anaelewa ni wewe na ulimwengu wako wa roho. Ndio maana hata hujanielewa. Sema amen. Amen. Baada ya kutoka hapo vitu vinajibu tu. Kwa sababu adui atashangaa. Huyu alishauambia ulimwengu wake wa roho wapi? Mbona naona vitu vinatokea? Anashangaa ni kama kule, anashangaa ni kama kule, anashangaa huku vitu vime happen. Na haelewi kumbe wewe umejifungia kwenye chumba huko likakato. Ikapamao. Takata sakapa. Rada sapa. Ndio unampigia Yesu mkono. Ndio unashangaa. Ni akupa kodi mwanangu. Chukua kodi. Yaani kuna wakati unasema leo najifungia ndani. Leo naenda kanisani sitatoka. Nitakuwa pale madhabahuni. Nitakaa pale madhabahuni. Sitatoka. Na ufungue ulimwengu wako wa roho. Ufungue milango ya baraka. Ufungue milango ya neema. Nitakapotoka hapa nisibaki nilivyo. Unapiga rohoni. Amen. Ukitoka mwilini unaona matokeo. Amen. Hivi ushamuona mtu ambaye ametoka kuomba maombi namna anavyotembea? Anatembea ni kama akikutana na mtu anapiga chini, anaona moto. Kuna watu hamjiamini kwenye vitu fulani kwa sababu ulimwengu wa roho hujawapa kujiamini. Yes. Hivi ushe kuona unaomba hadi unatamani upae. Yeye unatamani upae kwa hali unajisikia you feel like you fly in the spirit. Unajisikia kupaa. Yes. Au mwingine anaomba anajiona ni giant limepanda. Akitoka hadi kutembea kwake. Ushamuona mtu anayeomba mpaka akafikia hatua anaomba na amekunja na ngumi. Ikatosa. Ni nini? Ulimwengu wake wa roho umempa kujiamini. Kuna wakati tunakosa ile authority because hatujagusa. Let me tell you, nguvu inatoka wapi? Rohoni, haitoki mwilini. Amen. Kibali kinatoka wapi? Rohoni. Akitoki mwilini. Hauna kibali shosti. Hauna kibali. Wanakuona kama mwanaume wewe. Ni kwa sababu haujui hata kutaka kibali chako rohoni. Washakichafua. Umewapa wenzio kibali. Usiwaachie ulimwengu wako wa roho mwingine wewe. Amen. Wewe tatizo lako umewachia ulimwengu wako wa roho mwingine. Mtu anatumia nyota yako. Anatumia kibali chako. Yaani ukiwa unapita hapo watu hata washtuki. Washtuke basi. Sema amen. Amen. Kwa kuna mtu anapita. Ushaona kuna mtu anaongea vya maana, unaona anaongea upuuzi. Umekazana kwenye kikao, wewe ndo mfungwa kwa maombi na mfunga kwa maombi. Ikifika eneo la maombi ndo unaambiwa wewe haya. Lakini kwenye kuchangia unaona sio umechangia point kwenye kikao cha familia. Ambia haya sawa, asante kaka. Wewe unasemaje? Unamuuliza mwenzako mwenye kibali. Inauma sana. Yes. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Haitakuwa kwangu. Haitakuwa kwangu. Unatakiwa ukisimama kila mtu kwanza ana vibrate. Kwamba
kuna jipu limesimama. Amen. Yaani wewe ukishafika, ukishaongea mambo yote yameisha. Kikao kinafungwa. Sema amen. Amen. Tafuta kibali mwanangu, tafuta kibali. Yes. Kibali hakitoki mwilini. Wewe unaongea sana. Huku unaongea sana. Acha matokeo. Yaani wewe ongea sana rohoni. Amen. Amen. Nikufundishe kitu. Yes. Chukua asali, piga maombi na ile asali afu ichukue ambe. Mungu, hii asali ninapoiweka kwenye ulimi wangu, maneno ya kinywa chako yatakuwa. Amen. Siongea nitapata. Yes, kwenye masikio ya watu. Amen. Chukua hiyo mwanangu nitakusaidia. Ichukue roho mwenyewe nitakapoenda kwenye interview ile, maneno yangu yatakuwa matamu kwa yule boss. Yes. Chukua hiyo. Sema amen. Amen. Nenda, chukua sometimes. Nenda kazini kwako. Unagusa kila bidhaa. Yes. Ndio sasa wewe bidhaa, mtafute mteja hapa. Nenda wewe mwenyewe. Mtafute mteja, muite wewe. Sitaki mimi nihangaike. Nataka wewe bidhaa ndo muite mteja. Chukua nyingine. Muite mteja. Kupe kodi baba. Hii kodi mwanangu. Amen. Muite mteja. Muite mteja. Tulia, alafu tulia. Namwambia wewe, mbona mteja wako hajaja? Unaweza kuonekana kama cheese, but you doing dancing in the spirit. Amen. Nimekwambia chochote mwanangu ni rohoni. Ukiona mteja anakuja kununua biashara, maana yake kuna mlango kwenye ile bidhaa umefunguka. Amen. Ukiona bidhaa imekaa muda mrefu dukani kwako, nenda ongea nayo. Una shida gani? Mbona una kibali wewe? Yes, yes. Usihangaike wewe mwenyewe. Wewe una shida mwanangu. Wewe una kibali, ndio maana una biashara ile. Yes. Sema wewe. Amen. Nenda ongea na bidhaa zako. Ambia wewe bidhaa, mbona unakaa hapa? Yaani tafuta mteja wako wewe. Alaka hapo. Nenda. Safiri kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Haikai wiki hiyo inaondoka. Amen. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Vitu ni kodi mwanangu kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Kuna watu wamefanikiwa, kuna vitu wameboost rohoni. Ndio. Sasa wewe ambaye uamini nguvu za giza, boost na wewe basi. Boost rohoni na wewe. Ingia, yaani wewe jifungie huko. Piga dawa. Yes. Piga dawa. Mume anasumbua, nenda shika nguo zake zote, anza unaipanga, unapoipanga. Oh yes. Unazipanga kama nini? Akija kuishika na ni upako tu. Amen. Na kama hajakaa vizuri anapiga chini kwanza. Akiamka chini anamkaa vizuri. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Sisi naongea na watu walio tayari hapa. Amen. 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 Mwambie Mungu, mbona nimekaa sana? Mimi siolewi kwa nini? Tafuta nguo zako kadhaa, zipige hapa. Wewe nguo na utataki mume wangu. Ivae hata wiki. Basi tueleweke. Amina. Unatakiwa uguse vitu rohoni, vilete matokeo. Ndio. Gusa vitu vya rohoni. Kuna vitu vimelala, vitu vyako vinakushangaa, vinakusubiri. Malaika wako hadi wanapiga mapozi hadi wanasizia. Aisha malaika wako, ambie kumekucha hapa, hamna kulala. Inabidi mwanzo kuingia kwenye shughuli zako. Kuna vitu vyangu vingi. Yaani huu mwaka bado sijafanya. Na muda mchache. Major Prophet huyu Betenjo anasema 5 years to come. Yes. Miaka 5 kama hujafanikiwa utafanikiwa tena. Na yeye akisemaga hajawahi kosea. Yes. Sasa wewe mwaka huu upite, ujao. Wewe utafanikiwa. Kataa mwanangu, huu mwaka usipite usipofanikiwa. Yaani yale maono ambayo uliyapanga mwaka jana yakutimia mwaka jana, mwaka huu usikubali. Amen. Push. Wewe kanisani unakuja mpaka ubembelezwe. Unakuja ukiamua. Hebu angalia jana ngombe kanisani mpaka upigiwe simu. Mpaka ukumbushwe. Asiangalie chini, muangalie usoni. Mwambie wewe. Ile kanisani la grande stradigo na masoto fiates kapa. Wewe valia. Uko serious kweli wewe? Yaani kanisani hauendi kwa ajili ya mchungaji. Nisikilize. Kanisani hauendi kwa ajili ya mchungaji.
hauendi kwa ajili ya watu kanisani wakuona, unaenda kwa ajili yako wewe mwenyewe. Kwa sababu it's only place that you can get in the spirit. Yes. You can enter in the spirit. Yes. It's only grace. Nyumbani kwako hakukutoshi. Ndio. Majirani wanakuja kugongea, unatupigia kelele. Hapo unaweza kuinua sauti yako vyovyote. Prophet anakuambia mshangilie Mungu na mshangilia. Haleluya. Amen. Yaani kuna sauti haujaitoa mwanangu. Ukija kuitoa yeye inafungua mambo yako yote. Amen. Hello. Kanisani unaenda mpaka ujisikie. Wakati maisha ni yako. Niko busy mtumishi, kufanikiwa wenyewe hujafanikiwa na ubizi wako tu. Uko busy kweli na hela una. Nikisema basi toa, jamani jengo letu tunatakiwa tujenge hapa. Huna hata mchango. Tena tukikwambia mchango ndio unakula nyingi unakimbia. Kanisani huonekana. Mungu atusaidie. Mungu awasaidie, mjisaidie nyinyi wenyewe. Unajua kuna Mungu atusaidie, Mungu akusaidie. Jisaidie wewe mwenyewe, Mungu atakusaidia. Amen. Unataka Mungu akusaidie mtaani huko, kanisani hauji. Eti Mungu nione nijibu. Akuone mbona wewe upo kwangu? I'm keeping telling you that Mungu anatamani akubariki. Every day naambia Mungu anatamani awabariki nyinyi kuliko hata nyinyi mnavyotamani baraka. Hamna position za kiungu. Mwamba nani anaitwa Yakobo, anaitwa Israeli. Alisema wewe malaika, mimi nimeshachoka hapa. Wewe hamna kutoka hapa. Yaani hapa tunauana. Kuna maneno tu Biblia inasema. Alimwambia ni hapa tunauana. Yaani mimi maisha yangu yaendelee kuwa hivi. Hapa utoki bila kunibariki. Wewe nipige, ni uwe, nivunje mpaka akavunjwa mguu, sio? Akasema kunibariki utanibariki tu. Sometimes you have to force in the spirit. Amen. Shikilia ukuta. Nani Ezekiel alienda kushika ukuta akakata rufaa. Akasema haiwezekani. Mimi kufa. Mimi. Ndio wewe umeamka usiku, umeota huko kwenye jeneza. Kwanza ondoa shuka chini ya kitanda. Nenda ukutana, sema nakata rufaa, hii kitu sio yangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Unaota unafanya tendo la ndoa na mtu, amka usiku huo, chukua maji ya bariki, nenda kaoge. Una relax, unalala. Unaisha mwanangu. Hutapata mke, hutapata mume. Amka, nenda piga pawa maji, oga. Bina toa unajisi wako, nenda nao. Amen. Wewe, sisi tunatafuta rohoni, yani matokeo ya mwilini yako rohoni. Amen. Wewe hicho unachokitafuta kionekanaje kila siku, kina shida gani? Kitafute rohoni basi uone kama utapata. Kitafute rohoni uone kama utapata. Rohoni kipo, ila mwilini hakipo. Kingekuwa hakipo rohoni usingekitaka. Kwa sababu tunatafuta kinachopatikana. Biblia imeandikaje? Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi. Maana yake unachokitafuta utakiona tu kipo. Sema amen. Pigia Yesu makofi. Vitu vyote tunavifanya rohoni. Yaani ukiona mwenzako anaenda njia panda kuvunja, shtuka na wewe. Yeye sio mjinga sana. Tunaweza tunawatukana. Yaani wewe una akili, mwenzako anafanikiwa na kodi zake. Wewe unayemtegemea Mungu. Sisi hatuendi njia panda. Sisi kuna chumba chetu cha siri. Tutaingia huko. Nasema mimi tunaingia panda. Sio unanielewa ninachoongea? Amen. Mimi niko na watu wanaopokea. Amen. Haleluya. Amen. Yaani ukimwona mwenzako anachinja mnyama ili afanikiwe, mwambie Yesu, wewe si ulichinjwa kwa ajili yetu? Wewe si zaidi kuliko hawa? Ninue. Mungu hawezi kukuacha. Dili na ulimwengu wa roho, uone matokeo ya ulimwengu wa mwili. Usimwachie ulimwengu wako wa roho mchawi.
Usiwache ulimwengu wako wa roho kawa na maagano. Kataa hiyo kitu, funga siku 7 mwanangu. Unaona kila wewe ndo una tabia zile tu za kuachika. Huyu anakuacha, huyu anakuacha. Suka. Hiyo sio hali ya kawaida. Ingia rohoni, jitoe nuksi hiyo. Usiombewe sana. Sometimes kuna mtu hana access na ulimwengu kwa roho. Wewe ndio unajijua vizuri. Mpaka ukutana na mtumishi mwenye neema ya kuona hadi tatizo, ushateseka. Yaani kuna wakati jifungie, mwambie Mungu, mimi sitoki hapa. Kwa nini niishi maisha haya? Yaani kuna mtu anafika kwenye point hapa anaona mimi natoboa hapa. Unapigwa nyuma, unarudi. Haushtuki hapo. Alafu upo kanisani unalala. Umwambie jirani yako utakufa. Mshike mkono. Usilale kanisani. Nitakufa, usilale kanisani. Sema amen. Amen. Amogopi kufa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kataa, yaani kataa. Sometimes muda wa maombi saa 9 unakuwa na usingizi. Shtuka. Mimi ndio maana naambiaga wanangu, usije ukalala umelala kama mpaka kuamsha unashtuliwa. Unatikiswa wewe, amka. Amka maombi. Wengine wapo kwenye wametega na alarm za kuwashtua usiku waombe. Lakini ikishafika anaweza kairusha hata huko. Anavyoizima. Uko serious. Na ukiamka matatizo asubuhi yako pale pale. Dili na ulimwengu kwa roho kiboya. Amen. Ulimwengu kwa roho ni mchafu na giza. Ulimwengu kwa roho haupendezi. Ndio maana maisha yako hayapendezi, hayavutii. Shtuka. Wenzako na uchezea ulimwengu kwa roho umewaachia. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani ukiona wewe mchawi anakutembelea hadi sasa hivi, anakuloga hadi sasa hivi, wewe ni mzembe rohoni. Kuna sehemu nyingine wachawi wakifika wanaona moto, unajua? Kuna watu hawaguswi na wachawi hata. Nakuambia usiguswe na mchawi kwa jina la Yesu. Mungu akuvike moto kwa jina la Yesu. Nasema Mungu akuvike moto kwa jina la Yesu. Mungu akuvike moto kwa jina la Yesu. Amen. Ukaogopeke. Huo moto unatafutwa rohoni, sio kwa neno langu tu peke yake. Mimi naweza nikakuvika moto ukifika nyumbani umezima. Tembea na ukifika nyumbani unamwambia baraka zote nimetamkiwa matano. Ingia misa hadi vyombo. Be crazy wakati unatafuta mafanikio. Kuwa na hatua ya imani, utaanza kuona. Bwana asifiwe sana. Nunua pete mwanangu, nunua pete ya uchumba, njoo nayo kanisani. Hata kama una mchumba na ibariki ile pete, nenda ukaiweke. Na kukupa vifungu vya Biblia hiyo, viweke kwenye hiyo pete. Usipopata mchumba mwezi, njoo hapo uniambie tu mtumishi. Tafuta kazi zingine za kufanya. Kuna vitu viko rohoni, yani nikwambie kitu. Mwenzako alikisha kuchukulia pete, akasema hii pete namvalisha kwenye ulimwengu wa roho, hata valishwa na mtu mwingine. Kuna watu mnatembea na mapete kwenye vidole vyenu vya ndoa hapa. Majini mahaba imewavalisha pete. Sasa unapataje hiyo ndoa? Pete zinaingiaje mbili kwenye kidole chako? Bwana asifiwe. Apostle, njoo. Pete zinaingiaje kwenye kidole chako kama kuna pete? Apostle na Pastor Neema hapa, njoo. Kuna mdada fulani alikuja hapa. Nikasema ngoja leo nipime nguvu za watumishi. Nikawaachia, kawa naombea pepo. Unajua alikuwa anaombaje? Siwezi hata kuekti. Ukimwona Pastor Neema wakati anaomba. Ile pepo lilisema lina pete ngapi? 7. Pete ngapi? Huyo pete, huyo wa mwilini, ndio mkakaona. Huyo wa mwilini anakujaje kwa pete zimeingia 7 kwenye kidole chako? Unawezaje kuolewa? Sema amen. Wewe usikubali. Tafuta pete yako, mwambie Yesu, hii pete aipiga paa.
itafanya attraction ya ndoa. Kuna mtu ameinunua pete huko katika ulimwengu wa roho, kakuvisha, kidole chako kinauma, yani kila ikifika muda fulani kinauma kidole. Ukiingia kwenye maombi kidole kinauma. Mimi nadanganya? Kweli. Kidole cha pete kinauma, kimevishwa mzigo mzito. Ndoa yako ya roho ni nzito. Bwana asifiwe. Amen. Ushapigwa rohoni mwana, umepigwa rohoni, afu una relax. Hata hiyo hali, sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Haitakuwa kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Mamlaka ya Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yaani chukua imani tu mwanangu. Yaani mimi nakwambia ukweli. Chukua imani. Nunua hata shela. Weka ndani. Amen. Au nielewe. Chukua shela, yaani nunua shela weka ndani. Amen. Kila siku unapiga magoti pale unaomba. Mtauleta. Ndio. Napiga. Kama huyo anakuahidi tu anambia okay, wewe unijui. Unaniahidi tu nitakuja, utakuja sasa. Muweke kwenye madhabahu ya Mungu. Utaona uko halali. Yaani akigeuka kuoa. Geuka kuoa. Akiamka ni kuoa. Kesho anakuja sema sasa tufanye jambo yanayoisha. Amen. Sema amen. Amen. Yesu makofi. Vitu ni ulimwengu wa roho mwanangu. Vitu ni ulimwengu wa roho. Sema amen. Amen. Vitu ni ulimwengu wa roho. Yes. Vitu ni ulimwengu wa roho. Yaani kila kitu. Sometimes nunua suti yako, nataka kuwa CEO wa kampuni yangu. Hata kabla haijawa. Hata kabla haijawa nataka kuwa boss. Na ukianza kufanya maombi, mimi nakufundisha kodi. Wewe nishangae tu. Vaa suti yako wakati unaingia kwenye maombi. Pendeza. Wewe unataka kuolewa, vaa shela lako. Nunua. Yaani ingia gharama, hakuna kitu cha gharama ambacho unaweza ukakipata bure bure. Ndio. Ingia kwenye maombi, anza kupiga maombi. Sema amen. Amen. Mimi nilimwambia Mungu madhabahu yangu nayoomba itakuwa na pesa zote za kigeni. Hiyo ni access. Amina. Nishaanza kuzifikia nchi kadhaa, nitakuwa na hela zote za dunia ambazo ni maono yangu ya kwenda huko. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. 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 Na ndio maana hapa unaona nachukua experience na pia Kiingereza kwenu hapa, nachukua mazoezi. We are international. Utaona baadaye uko shua. Yaani hata hapa kama nakosea napiga broken hapa kwenu, kule sitakosea. Kuna kitu kinatafutwa rohoni mwanangu. Sema amen. Amen. Maisha ni maono na maono ni ulimwengu wa roho. Yes. Matimilizo ni katika ulimwengu wa mwili. Kama hauna matokeo kwenye ulimwengu wa mwili, rohoni kwako kumechafuka. Sema amen. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna watu wananielewa hapa? Amen. Malizie kitabu cha mwisho. Lehush baki tusipesh. Yohana 6:63. Kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 63 imeandikwa. Roho ndiyo itiayo uzima. Sasa unaona? Yaani uzima ni nini? Uhai. Uzima ni nini? Uhai. Uhai. Roho ndiyo inautia uzima. Inautia uzima wapi? Mwilini. Ila mwili malizia. Mwili haufai kitu. Haufai kitu. Yaani wewe uweze ukapambana mwilini ukafaa mwanangu. Wewe ndio, yaani wewe hauna tatizo. Tatizo huna kwenye uvivu haupo. Unafanya kazi kweli mwanangu, unafanya kazi. Lakini umekosekana uzima unaotoka wapi? Katika roho. Yaani kazi yako inatakiwa itiwe uzima. Uzima sio kwenye afya, uzima kwenye kazi, kwenye biashara. Uzima kwenye kila eneo. Huo ni uhai. Sema amen. Amen. Mwili haufai kitu. Yaani wewe dini na ulimwengu wa roho, njoo ibadani. Njoo ibadani. Usiwe busy sana. Utakuja kupigwa huko. Tukose hata njia ya kutoa kwenye mapigo.
Sema amen. Amen. Mwili haufai, roho ndio inatia uzima. Yaani kwenye matokeo, kwenye maisha mwilini tunahitaji nini? Roho itie uzima. Nataka hebu usome kuanzia mstari wa 16 kwenye Wagalatia 5 mpaka 22. Tumalize kabisa. Tano 16 hadi 12. 16 hadi 22. Imeandikwa. Basi nasema enendeni kwa roho. Enendeni kwa nini? Kwa roho. Jamani, mnasikia? Ni maneno yangu? Hapana. Ni maneno ya nani? Ya Mungu. Enendeni kwa nini? Kwa roho. Wala hamtazimia kamwe. Wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Hatutafanya nini? Hatutatimiza. Hutazimia mwanangu. Kamwe hamtafanya nini? Hamtazitimiza tamaa za mwili. Nisikilize vizuri. Wewe umekuwa mzinzi. Ni wewe ndio naongea na wewe. Usikimbie atakuwa mwingine. Ni wewe. Umekuwa mzinzi, umekuwa mlevi, umekuwa mchafu, mtenda dhambi. Umekuwa na wewe usione aibu. Hauna tabia zinazompendeza Mungu, unajua kabisa. Yaani wewe umekuwa nyumbani, unarudi asubuhi, unakesha huko. Wewe umekuwa unabadilisha watu kama nguo, wala uogopi. Unakunywa, sema nakunywa leo tu. Mlevi wewe, ndio ni wewe. Maneno ni magumu. Wewe ni mdhambi. Ni kwa sababu gani? Hauenendi katika roho. Yes. Dhambi huwezi najua kabisa kwamba nasema hili wiki itakuwa mtakatifu. Jumatano haifiki. Jumatano nadhani inafika. Haifiki. Kush. Tunakuona sehemu nyingine na nguo ya ajabu. Yaani nguo yako ni ya ajabu. Sema yule ni mpendwa. Na siku hizi mna vichupa fulani mnaweka humo ndani. Vile vichupa hivi ili pombe isionekane. Tunaona. Nikisema naomba simu yako unifungulie uwanja wako wa message. Shughuli huko. Nikwambie kitu mwanangu. Hayo yote hautayaweza wewe mwenyewe. Mimi najua kabisa upendi. Najua kabisa kama uyapendi. Na mimi hata sikulaumu, ila nitakulaumu kwa sababu utembee katika roho. Biblia imeandikwaje neema hapa? Enendeni kwa roho. Tutafanya nini? Hamtazitimiza kamwe tamaa. Nataka urudie tena, tutazimia. Hebu rudia tena. Enendeni kwa roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Hicho tu ndicho kinaweza kukusaidia wewe ushinde dhambi. Hicho tu. Sio wewe kuamua. Wewe unaweza ukaamua. Hautoboi mwanangu, hautoboi. Mimi najua kitu ulichokianzisha kikawa addiction kwako. Utoboi. Unaangalia picha chafu, unajichua. Yaani leo nawaambia ukweli, unajifariji kwamba mimi sizini, ila ngoja nimalize shida zangu mwenyewe. Hiyo ndo mbaya zaidi. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hiyo hauwezi kutoboa kwa kuamua kwako. Hata maombi hayawezi. Tembea katika roho. Anza kuhudhuria ibada. Funga siku 3. Kaa rohoni. Yaani jitahidi uwe rohoni. Ukiona hiyo kitu inaendelea, njoo kwangu. Nitasema sasa wewe sio wa kwetu, tukupeleke kuzimu. Endelea kwa haraka tumaliza. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho. Na mwili unafanyaje? Unatamani unashindana na roho. Na roho kushindana na mwili. Na roho ushindana na mwili. Kwa hiyo roho inashindana na mwili na mwili unashindana na roho. Yes. Kwa maana hizi zimepingana. Hizi zote zimepingana. Yaani ukitembea katika mwili, kuna vitu katika roho utaviweka mbali. Umeelewa? Yes. Yaani ukiwa katika mwili
Wewe wiki nzima inapita hata kusema Baba katika jina Yesu au kusema tu asante Yesu. Huwezi. Wiki nzima uko mwilini. Nini kinakuwa hapo? Hata hamwezi kufanya mnayotaka. Hutaweza kufanya unayotaka. Yaani hutaweza. Unaweza kuamua, huwezi. Mimi nakwambia tena, huwezi kufanya unayotaka. Yes. Ukiwa mwilini, huwezi kufanya unayotaka. Rohoni ndo kunaamua. Endelea hapo. Mstari wa 18. Lakini mkiongozwa na Roho. Lakini mkiongozwa na Roho. Mkiongozwa na Roho na nini? Hampo chini ya sheria. Over. Sheria za mwili hazita kuongoza wewe. Utakuwa juu ya sheria. Yes. Hivi vitu vidogo tunatakiwa una nguvu kuvizidi ndio ufanikiwe. Amen. Mwanangu nikwambie, ukiona wanakukataza dhambi, wanakupenda, wanataka ufanikiwe. Amen. Sio wanakuzuia kupata ladha zako, utamu wako. Hatukuzuii. Tunataka ufanikiwe. Amen. Hivi unanielewa? Amen. Hatukunyimi ladha zako. Tunataka ufanikiwe kwa sababu tunajua hautaweza. Hebu rudia pale mwishoni mstari wa 17. Mstari wa 17. Kwa sababu mwili hutamani kushindana na roho. Na roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana. Hata hamuwezi kufanya mnayotaka. Hapo nataka urudie tena. Hata hamuwezi kufanya mnayotaka. Hutaweza kufanya unayotaka wewe ukiwa mdhambi. Haiwezekani. Haiwezekani. Yaani asili ya maisha, acha niwaambie wanangu, asili ya maisha ni usafi. Lolote linalogusa moyo wako ikafanya moyo wako una maumivu, alifungue mlango wa baraka. Amen. Amen. Hakuna mtu anayekukataza, ila hiyo ndo njia ya kufanikiwa. Kama unataka kufanikiwa, pita njia hii. Kama utaki, pita huko tuone. Unafanya niko mbali, Baba nioni, sina mpendo. Ndio tunaweza tusikuone, lakini maisha yako yanakuona, ya mwilini yanakuona na yatazidi kuharibika. Yaani hapo sikupambi, utaharibikiwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna mwanangu mmoja nitamani nimpige. Nikuja kuombeaga vijana siku moja hapa, nikasema vijana wa kike nitawaombea, ukitaka kufanya dhambi unaingia kupata mshahara. Yes. Haitakuwepo hiyo kwako. Mwanaume ukitaka kufanya dhambi umeme unakatika. Niliomba hivyo. Watu kama 2 watatu wanaomba Baba. Mmoja ni kijana mmoja ameondoka kasi. Yes. Maombi yako hayatajibiwa mwanangu kama wewe ni mchafu. Mstari wa 22. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, yes, kiasi. Imeandikwaje hapo mwisho kabisa? Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Simama. Piga Yesu. Wewe una upendo, unawachukia wenzako, unajipenda wewe. Ukija mwenzako anaongea na wewe anatabasamu, anacheka, wewe umenuna. Wewe mwangalie jirani yako anacheka hapo, wewe umenunia. Bado kanuna. Hebu angalia usoni. Mwambie